Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na ripoti inayoeleza kwamba Wamarekani wametumia kila aina ya silaha walizokuwa nazo ikiwa ni pamoja na makombora ya masafa marefu katika vita dhidi ya Iran. Marekani imetumia karibu akiba yake yote ya makombora ya masafa marefu katika vita huko nchini Iran. Vyanzo viwili vimeambia CBS News kwamba Marekani imetumia akiba yake yote ya dunia nzima ya makombora ya masafa marefu yenye usahihi wa hali ya juu wakati wa vita dhidi ya Iran. Habari hizi pia zimeandikwa kupitia tovuti ya shirika la habari la BBC Swahili ikieleza kwamba kulingana na ripoti hiyo, Marekani imetumia karibu makombora yake yote ya aina ya Army Tactical Missile System ATACMS na makombora ya kushambulia kwa usahihi Precious Strike Missiles katika operesheni ya Epic Fury ambayo ilianzishwa mnamo Februari 28 kwa kushirikiana na Israel ambapo ilishambulia Iran. Awali Reuters iliripoti kuwa Marekani ilikuwa imetumia karibu makombora yote ya masafa marefu yenye usahihi wa hali ya juu katika operesheni hii. CBS imeripoti hapo awali kuwa akiba ya Marekani ya makombora imetumika kabisa, na maafisa wa Marekani wanasema kuwa akiba ya makombora haya ni kidogo ama ni finyu, lakini suala la dharura zaidi na idadi ya makombora ya kuzuia mashambulizi ya aina ya Patriot pamoja na ile mifumo ya THAAD ambayo inatumika kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa viwanda vya ulinzi vya Marekani katika kuzalisha. Sean Parnell, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon, alisema katika taarifa kupitia CBS News kwamba jeshi la Marekani ndilo jeshi lenye nguvu zaidi duniani na lina kila kitu kinachohitajika kutekeleza majukumu yake wakati wowote na mahala popote ambapo rais ataamua. Tumefanya operesheni kadhaa zilizofanikiwa katika maeneo mbalimbali huku tukihakikisha kuwa jeshi la Marekani lina akiba kubwa ya uwezo wa kulinda watu na maslahi ya taifa, anasema Sean Parnell, msemaji wa jeshi la Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth hapo awali alitupilia mbali wasiwasi kuhusu kupungua kwa akiba silaha za Marekani, akiambia CBS News mnamo Julai 14. Hii ni habari ya kubuni ambayo vyombo vya habari vinataka kusambaza. Hatimaye akiba yetu iko katika hali nzuri na inaendelea kuimarika zaidi, anasema Hegseth. Ripoti hii inakuja wakati matumizi makubwa ya makombora ya kuzuia mashambulizi na silaha zenye usahihi wa hali ya juu katika vita vya hivi karibuni yamechochea mijadala mingi huko Washington kuhusu uwezo wa uzalishaji wa silaha katika viwanda vya kutengenezea silaha za ulinzi wa Marekani, kwa maana mifumo ya ulinzi wa anga na utayari wake kwa mzozo wa muda mrefu. Hata hivyo, inaonekana kwamba Marekani kwa kipindi hiki haiwezi kupigana vita kwa muda mrefu zaidi, na rais wa Marekani Donald Trump hapo awali aliamini kwamba pengine wangetumia muda mfupi zaidi, ikiwa ni pamoja na wiki 2 tu kwa ajili ya kuishambulia Iran, lakini iliwachukua siku 40 bila mafanikio katika mapambano yao dhidi ya Iran, kwa sababu mipango mikubwa ilikuwa ni kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kadhalika kuondoa makombora ya masafa marefu, lakini pia kuondoa mfumo wa nyuklia nchini Iran, wakiamini kwamba siku zijazo Iran itakuwa na silaha za nyuklia. Lakini yote haya hayakufanikiwa, na mwisho wa siku lango la bahari la Hormuz likafungwa, na vita kubwa sasa ikawa ni kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa kutumia nguvu zote, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitumia nguvu kubwa mno katika mapambano haya. Hatimaye siku 40 zilikatika bila mafanikio, lakini baadaye vita vikasitishwa na vita vikarejea tena, na hatimaye ndani ya wiki 2 mapambano yaliendelea kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia mashambulizi ya hapa na pale yalikuwa yakifanyika, lakini bado mafanikio katika kumaliza vita hivi hayakufikiwa, licha ya baadhi ya taarifa zikieleza kwamba vita hivi vinaelekea ukingoni na makubaliano huenda yakafanyika ya kidiplomasia katika siku za hivi karibuni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.